That's our prayer, our dear Heavenly Father, that you may guide us, because you are our God. You are the Almighty God. And Jehovah Father, we are grateful because you have prepared before us the bread and the bread of heaven, O God. We surrender fully unto able hands, praying that you may speak to us in words and in a way that is easy for us to hear and understand. As you take forth our seats, we pray that you may take preeminence. Have your way, dear Lord, which is our prayer of faith with thanksgiving in Christ Jesus, our Lord and Savior. We may take our seats. Praise the Lord. Bwana asifiwe. My name has been mentioned before to you. I am Bilha Wasami. Christ is Lord and Savior of my life. This is a word that really encourages me a lot. From the book of Lamentations 3 and verse 22-23 hapo. Inasema that the Lord, yani Mungu anatufikishia his mercies. His mercies are new each and every morning. And because of his mercies, we are not consumed. Because great is the faithfulness of the Lord. Praise the Lord. Amen. I'm very much happy and delighted to be in thy midst, and more so to be in the presence of the Lord. And first of all, I want to take this opportunity to appreciate the parish minister plus the leadership of the Women's Guild for inviting me in this church, being my very first time to stand in this pulpit, but it is not my first time to be here. Nilikuwa hapa kuna wakati tulikuwa na family Thanksgiving. We had come a number of us, lakini wakati huo ni wakati tulikuwa na mchungaji Reverend David Chege. Yes, those are my friends, both of them, and I'm very much humbled for the invitation. Praise the Lord. Women's Guild, you look very beautiful, very smart, and we thank God, even hearing of what you've been doing in the whole of this week. The work of the Lord is not in vain. Mungu awabariki sana na wazidishie neema yake katika huduma aliyowaitia. Sisi wote wengine ambao tumefika hapa, may the Lord bless us even as we continue to support the Women's Guild. Amen. Because of time, mutaniruhusu sasa tuingie katika neno la Mungu, na we already have the theme. Na imerudiwa sana. Treasured possession. Alafu kuna alama imewekwa hapo. Kwa hivyo hatujafanyika tu a treasured possession alafu imefikia hapa. No. Ready for service. Kwa hivyo ni lazima kazi ya Mungu ifanyike. Lazima kazi ya Mungu iendelee. Praise the Lord. Si eti tumefika. Na nilikuwa naangalia, I think it's 2 years, or we can talk of not last year but the last year but one. Tulikuwa tunasema tunakumbuka Samuel, the time who put a stone between Shen na Mizpah. Akasema that's far the Lord Eben Ezeri. Ni vizuri tujue ya kwamba hata hapa mahali tumefika just but the doings of the Lord. Last year tukasema that we will seek the kingdom of God first and his righteousness. Mengine yote tutazidishiwa. Tulikuwa tunatumwa kwa kichaka, tuangalie misitu vile ambavyo imelembeshwa na Mungu, vile ambavyo anatendea hata the birds of the air, the doings of the Lord. He's such a faithful God. Mwaka huu that we've been made treasured possession, ready for service. Praise the Lord. Tumesomewa vizuri sana ambavyo tungeweza
ya sikia na kuelewa yote masomo mawili, and that makes my work a bit easier. The first reading has come from the book of Exodus chapter 19 verse 1 to 8, na ya pili from the book of 1 Peter chapter 2 verse 1 to 10. Theme ni hiyo tu, treasured possession, ready for service. Ni vizuri tujue ya kwamba where we are standing, it is 3 months, miezi 3 tangu the children of Israel wakati walipotoka Egypt. And it's also good to remind you that this is the second time ambapo that Moses have been able to come back to the mountain. The very first time alikuwa amekutana na Mungu akimwambia mahali ambapo umesimama ni patakatifu. Take out your shoes because I'm ready to send you. Because I've heard the cry of my people. Praise be to God. Alikuwa amesikia kilio chao, akamtuma Moses to go and get the children of Israel out of the land of slavery to go and serve him. And that's why, number one, is that Moses is a witness of the faithfulness of God. Because I was remembering the words of Moses, akiomba, na akijiuliza ataenda na nani, akiona mnyonge, kisha anaona ni kama yeye hawezi. But the Lord promised him of his faithfulness. He was ready to go with Moses and to ensure that the children of Israel are out of the land of Egypt, for them to go and serve the Lord. Praise be to God. Kwa hivyo Moses kufika kwa mlima huu, because nimewaambia that it is 3 months tangu walipotoka Misri. Na neno vile ambavyo tumesomewa, it is that very day after miezi 3 ilipoisha. Kwa hivyo hata kama the children of Israel wanaweza kosa kuona uaminifu wa Mungu, Moses is a witness. Yeye anasimama kusema Mungu ni mwaminifu. Nilikuwa hapa, Mungu akinena na mimi, akinituma kuwaendea nyinyi, and here we are. Praise the Lord. Number 2, tumeambiwa walipofika hapa, wameezeka the tent, hema zao, alafu Moses amepanda, ameukua mlima, ndiye aende akaweze kusemezana na Mungu. And when he went there, there's something that is happening. That God is ready to remind the people of Israel the work that he had done for them. Na mimi najiuliza, na ni swali kwa kila mmoja wetu ambaye yako hapa, ni mara ngapi ambapo Mungu ametembea na sisi, tumeendelea kuona the faithfulness of the Lord in our lives, that most are the times that we forget, tunasahau, na inabidi Mungu atumane tena. And what are the signs that shows that we have forgotten? We are being taken to the second reading. Kwa sababu sasa hapa tumeona hata Peter from the book of 1 Peter chapter 2 from verse 1. Watu wanaambiwa hapa waondoe nini? We get rid of all malice, all deceit, hypocrisy, envy, slander of every kind. Mungu anatubeba, anatembea nasi katika maisha yetu, lakini tunapofikishwa, we tend to forget. Praise the Lord. May the Lord help us. That in our lives, that we will never forget where the Lord has brought us from.
Na kama kuna kitu imenifurahisha sana kwa hiyo skit, imagine Mujuga si mnaona ametubu. Sasa kama ameona makosa yake na amemrudia Mungu. Jonah said that nimejua ya kwamba that the Lord you are merciful. Na wewe ni Mungu ambaye anasamehe hata makosa yote. Praise the Lord. May the Lord help us. That where we are sitting, sisi tujiite kamkutano. Be the chair. Be the secretary. Utachukua nini? Notes. There is a psalm that I love most. Psalms 103. David ama the psalmist anasema, siwezi taka kusahau jambo dogo ama kubwa ambayo umenitendea. Small things and big things the Lord has done for you. It is my prayer this morning that we will never forget. Praise the Lord. Tukumbuke tulipotoka, ndio mahali ambapo tumefika, tunanyenyekea, tunainua Mungu katika maisha yetu. Newera toruteiro. It is a lot of work that has been done for you. Na wacha niwaambie hata mahali ambapo umeketi. Si mmesikia ladies waliweza kufika kwa hospitali. Ukiona wengine huko hata oxygen wanalipia. Look at yourself. Hapa ulijileta na miguu yako mwenyewe. Angalia hata hewa ambao unapumua unalipishwa. Hapana. Plus Mungu is so faithful. He ensures that as you breathe in, that every oxygen that is needed therein imeshachukuliwa. So uki breathe out, una breathe out nini? Which one? Carbon dioxide. Sindio? Sasa imagine that process. In a twinkling of an eye, Mungu ashamalizana na hayo maneno. He is so faithful in our lives that we need not to take for granted each and everything that the Lord has done for us. It is for us not to forget each and everything that the Lord has done for you and me. Praise the Lord. Number 2. Ukiangalia ile context ama the whatever Moses is being told by the Lord, anawaambia that I've carried you. Nimewabeba na mabawa ya. That he reminds them of how he carried them on eagle's wings. All other birds, they carry their young ones with their claws or talons. Inabebanga hivi watoto wao. But the Lord tells them that for me, I carried you on eagle's wings. Why eagle's wings? It's because eagles, they are special. They carry their young ones on their back. Kwa mgongo, hapa kwa mgongo. So ikipepea, mtoto wako wapi? Ako hapo nyuma. And it's good to know that there are so many characteristics of eagles. Looking at their claws, their wings, their body, the beak. But because of time, we talk of the wings. Their wings are strong and sure. Their wings are strong and sure. Plus the other issue is, kama tuseme kuna mkuki ambayo sasa inataka unaelekezwa. It is the mother first to be who can be attacked before the baby, before mtoto afikiwe, mama yake ndiye anaumia kwanza. Praise the Lord. Kwa hivyo Mungu akiwaambia, mimi nimekuwa nikiwabeba by the eagle's wings. He wants to show them that
He is faithful in their lives. They are secure under his hands. Praise the Lord. Tuko safe when we have God in our lives. Na ndio sababu hata one of our members aliimba na akasema, onaigiaga maundu maige maria mendetwo ni andu, onaigiaga utonga muingi. This hour, having the Lord in our lives, we are more than safe. Praise the Lord. He carries us with the eagle's wings that are strong and sure. Praise the Lord. The other thing is that God, He brought them out of the land of Egypt, and I was asking myself, where is God taking them? Could it be that He took them out of the hands of their enemy to take them to a different enemy? No. God reminds them that His plan, He reveals His plans for them, that He's taking them to Himself. Praise the Lord. Anawapeleka kwa kina nani? Hawatoi kwa maadui zao, wapeleke kwa maadui wengine. No. He took them out of the land of Egypt just to bring them to Himself. Anawaleta kwake yeye mwenyewe. And so, hawa watu hawafai kukuwa na doubt. Hawafai kutingizika katika maisha yao. Because having God, just as we have sung, wako sawa. Wao wakimwamini, when once they decide to trust in this God, then it means that they are safe and more than safe. Praise the Lord. Wale ambao tulimkubali Yesu, Christians, my brethren, it's good for us to know that the plan of the Lord is not a plan to bring us disaster. No. Yeye ako na mipango miema katika maisha yetu. So tukiamua kumpenda huyu Mungu, He's ready to bring us, to take us to Himself, where we are safe, where we have everything in our lives. And the theme carries the day. Because it says that the whole earth belongs to God. But Himself, as He brings us to Him, He's ready to make us a treasured possession. Na hata tukiangalia what 1 Peter says, there is a number of things in verse 9 and 10. Verse 9 and 10. Pia nawakumbusha kazi ambao mmefanyiwa ama tumefanyiwa. It is just but a grace. But you are a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, a people belonging to God. Holy nation, and that means that God requires obedience as He brings us to Himself. God is holy, and so we must be holy. Pia ametuita ndio tukawatangazie wengine that there is God they can trust and they can believe in. Praise the Lord. Kitu ambao ilikuwa inanifurahisha hapa ni kuwa Moses gets out of the mountain na anakuja kukutana na hawa wana wa Israeli. And when he breaks the message to them, hakuna wale ambao ni tuwaite mujuga. Hakuna. Wote, they agreed, wamekubali. Na wanasema wako tayari to obey. They are ready to obey. Praise the Lord. But the unfortunate part is, even if they have made up their mind and they have decided to agree with the Lord, hey, it is unfortunate. Ya kuwa wamesema tu na midomo, lakini
Mioyo yao iko mbali sana na huyu Mungu. And there is a danger. Is a danger that I want to disclose. Because of this, they took, it takes them 57 chapters. That is from where we are standing, that is Exodus chapter 19 to Numbers 10, because whatever they said it with it was mere words. But their heart was, haikuwa pale, walikuwa tu wanasema. Na mimi ninaomba ya kwamba Mungu atusaidie sana. Kuna yale mambo mengi sana ambao tunaahidia Mungu, but we fail to fulfill. But our God is very much faithful in our lives to fulfill. He is a promise keeper. But for us, how many are the times that we promise, but we fail because of haya mambo yote ambao tumesoma in the first verse of 1 Peter chapter 2. May the Lord help us. So unaona ya kwamba wameishi wapi? Mahali tu kwa pamoja kwa sababu walimwahidia Mungu lakini hawakutimiza. They failed to fulfill. May the Lord help us. May the Lord help us. That whatever we promise, we make sure that we, otherwise, obedience. This is a covenant that they are making, but once they obey, kuna reward. After disobeying, kuna reward pia. Nimewaambia wanabaki the same place. 457 chapters up to Numbers chapter number 10. Mungu atusaidie sana. Ninaomba mara ya pili. Lakini wakati ambapo tunatii, there are so many good things that comes on our way. That the Lord makes us to be a special treasure. To who? To him. Kwa hivyo sisi tunaonekana ni watu ambao ni wa kipekee. I was thinking about the issue of your own house. Mimi najua ya kwamba kwa nyumba yako kuna dustbin, si ndio? Kwa nyumba yako kuna mahali, na hapo si kila mtu huwa anatembea mahali ambapo unaweka title deed ama vitu za aina hiyo. Tukiobey kuna mahali kwetu. Tukikosa kudisobey, opposite of a treasured possession, ni vitu zenye si za maana, zinawekwa wapi? Oh, may the Lord help us. That our place ni mahali ambapo tunaweka vitu ambazo ni za dhamana katika nyumba zetu. Once we decide to obey, kuna mahali pazuri ambao Mungu ametutayarisha. Na sio hivyo tu, that we are being made, it's good for us to know that in the house of Israel, it is not everyone who was a priest. The priest was that hiyo kukuwa priest ilikuwa imereserviwa, it was reserved for the house of Levi or the Levites. Lakini imagine, after obeying, milango inafunguka. That kila mtu anapewa nafasi, eti hata sisi tunaweza kusimama mahali petu na tukaseme ya kwamba, tukakiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Praise the Lord. That we are able to go out and to take the good news of salvation to the rest. We are able to stand on the gap and be mediators of others who do not know God to God himself. Because look at what Moses is doing. Yeye anasimama hapa, analeta pamoja, watu na Mungu wanaweza kushikana pamoja. Praise be to God. May the Lord help us. Kwa hivyo nimesema point number 1 is that we should never forget
mahali Mungu ametutoa. Sawa sawa, point number 1. Point number 2, ni vizuri tukumbuke kazi ambao tumefanyiwa, and once we trust and believe in this God, we are safe. Ametuambia that we are being carried on eagle's wings. Na nimewaambia eagle's wings are strong and sure. Where is God taking us once we decide to obey? He's bringing us to himself. Sio kututoa kwa maadui zetu, tunawapelekwa kwa maadui wengine. We are being taken to God. He is taking us to himself. Meaning that everything we need, we get it. We receive it. Praise the Lord. Number 3, wakati ambapo tuko pale, ni lazima tujue kuna masharti za kuweza kupokea baraka zake katika maisha yetu. Obedience. But once we decide not to obey, ni mahali tu pale. Unazunguka mahali pamoja, watu wanashangaa ni nini inakuanga mbaya na huyu mtu, na anaonekana ni kama anajuana na Mungu. Lakini kwa sababu ya matendo, tunajipata tunabaki pale pale. Obedience, we are being called to be holy, just as the Lord is holy in our lives. Praise the Lord. Last but not least, si kufika pale na kuketi. Na ni vizuri tujue ya kwamba hata kanisa yetu, nimefurahishwa na secretary wa guild amesema ati kama unatafuta group kwa Women's Guild kuna nafasi. Na sio tu ya wamama, mpaka girls. Nafasi iko. Uzuri wa hii kanisa yetu, hakuna si kama as what we call the sports kwa uwanja. Eti kuna wale wenye wanakaa kule wakishangilia wengine. In our church, everyone has to come to get in the field, take your possession, play, but be assured that there is a reward. Once we serve the Lord in truth and in spirit, baraka za Mungu zitakufuata. Not you alone, but you together with your generations to come. May the Lord bless us. May the Lord help us as we seek never to forget where we have come from, where the Lord has taken us from. Not just bringing us hivo hivo, hatujatembea, ametubeba kwa mabawa ya the eagles, ya tai, that are strong and sure. Na kwa sababu tumefika, God calls us to be holy, just as he is holy. We serve him, na sisi tukiserve, it is not in vain. There is blessings that will follow us. Na sio sisi peke yetu, sisi na watoto wetu, our generations and generations will be blessed. In the name of God the Father, Son, and the Holy Spirit.